Nipo hapa leo kwa ajili ya kueleza habari njema za Yesu, lakini kabla ya yote naomba tumuombe Mungu. Bwana Yesu, katika jina lako takatifu na kushukuru kwa kunipa kibali kusimama mbele za watu wako na kueleza habari njema za Yesu. Katika jina la Yesu, amen. Nachukua nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu kunipa kibali kuwepo mbele zenu asubuhi ya leo au mchana wa leo, siku ya Alhamisi, kueleza habari za Yesu. Leo nitaanza kwanza na wanafunzi wa shule za sekondari na wanafunzi wa shule za msingi na vijana wenye huo umri ambao wataweza kusikiza kipindi hiki leo. Pia tutaendelea na watu wa umri wa juu kidogo, lakini nataka nilenge sana watoto wa shule za msingi na sekondari kwa kueleza habari za Yesu Kristo. Na ninafurahi sana kueleza habari hizi kwa sababu binafsi Bwana Yesu aliniokoa nikiwa katika umri wa shule ya msingi mpaka sekondari, mpaka nimekuwa mtu mzima. Sijamuona Bwana Yesu akinipungukia, bali nimeona akiendelea kuwa na maisha yangu kila siku. Mungu awabariki. Kwa wale watoto wa shule ya msingi wenye umri mdogo wanaoweza kusema kwamba labda hawawezi wakaokoka kwa sababu wako wadogo, hapana. Mungu anaweza akakuokoa. Mradi unaweza kujua dhambi na ukweli. Unaweza kutenganisha ubaya na wema. Unaweza ukampokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na nilipoingia umri wa sekondari pia nikaendelea kumtumikia Mungu katika ibada za kushuhudia, kuwaeleza wanafunzi wenzangu habari za Yesu nikiwa shule ya sekondari. Kulikuwa kuna challenge nyingi sana, tunachekwa, tunabandikwa majina, tunaitwa salamanda tukiwa form 1, tunaitwa majina. Unajua mambo ya sekondari mnayajua wanafunzi. Lakini tukawa tunatukanwa, tunaambiwa walokole au wapumbavu, tunapewa majina ya kila namna. Weekend wenzenu wanaenda disco, wanakwenda out, wanakwenda kufanya vituko vya ajabu. Mkibaki kwenye shule mnachekwa, mnaambiwa kwamba nyie ni watu gani wa shamba, wasio na maendeleo, wasiopenda kuwa up to date. Majina, mnajua majina mnaowapa wenzenu huko shuleni watu ambao hamjaokoka. Lakini nataka niwaambie kwamba sikukata tamaa, na mpaka leo sijakata tamaa. Ninaendelea kumsema Yesu, ninaendelea kumhubiri Yesu kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na bado anaendelea kuwa Bwana katika maisha yangu. Kwa hiyo wewe ambaye bado hujampa Yesu na uko sekondari, napenda nikwambie kwamba hata katika maisha ya sekondari bado unaweza ukamwamini Yesu. Hata kama wenzako wanakucheka, wanakuambia kwamba huyu msichana gani anajifanya mlokole, hana hata boyfriend, wenzake tunakwenda kujirusha, tunaenda kwenye matanuzi, yeye amekaa tu anajifanya mlokole, ulokole hauna faida. Napenda nikuchallenge kwamba ulokole una faida. Mimi nimeokoka na nilisimama hicho kipindi, sikumwacha Bwana Yesu, mpaka leo ninaendelea na Yesu na Bwana anaendelea kunitunza. Nimeokoka, nimeolewa, nina watoto 3 na watoto wangu wengine sasa hivi wana umri wa kwenda sekondari. Bado nina Yesu, sijamwacha Bwana Yesu. Napenda nikutie moyo kwamba Yesu habadiliki. Yeye ni yeye yule jana na leo. Kwa hiyo ukikata shauri kumpokea Bwana Yesu, usikatishwe tamaa na mtu yoyote. Yesu habadiliki, kama alivyosema, yeye ni yeye yule jana na leo na hata milele. Ninawatia moyo wanafunzi wa sekondari, msiache kuambia wanafunzi wenzenu habari za Yesu. Kama umepata neema ukaokolewa, ukamjua Yesu katika umri huo, waambie wenzio habari za Yesu. Usijifiche, acha nuru yako ishine. Usiweke taa chini ya meza, weka juu ya meza watu waione. Waeleze mimi nimeokoka. Wakina kaka wakikufuata, waambie mimi nimeokoka. Waambie Yesu ni Bwana katika Mwokozi maisha yangu. Usiwafiche. Yesu hatakuacha, Yesu hatakupungukia, ataendelea kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Nimemwona Bwana Yesu, ndio maana nina ujasiri wa kusema kwamba Yesu anaokoa na Yesu hataweza kukuacha katika maisha yako. Na ninaendelea kuwahubiria vijana na watoto, na ninahubiria hata teenagers, nina teenagers 2. Ninaendelea kuambia habari za Yesu kwamba Yesu anaokoa. Watoto wangu hawataishi kwa ajili ya maisha ya wokovu wangu. Wanatakiwa kuokoka, wamwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi katika maisha yao. Kwa hiyo wao pia ninawaeleza habari za Yesu kama ninavyokueleza leo. Ninapenda upokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Atayabadilisha maisha yako. Usiogope familia, usiogope wanandugu wakikuchallenge au wakikucheka.
Kuna kipindi nilipata upinzani mkubwa sana kwenye familia kuhusu mambo ya wokovu. Wazazi wangu walikuwa wananipenda na ndugu zangu wote wananipenda, hakuna ambaye ananichukia. Lakini wakati huo walikuwa bado hawajapata nuru ya wokovu. Kwa hiyo walikuwa wanashangaa, huyu mtoto ni kitu gani kinaendelea kwenye kichwa chake? Nikienda kanisani ninafuatwa, narudishwa nyumbani. Nikienda kwenye mikesha ninafuatwa, narudishwa nyumbani, ninatandikwa fimbo, naambiwa nimerukwa kichwa, naambiwa nimechanganyikiwa, hii sio dini halisi, wokovu haupo. Nilikuwa napewa majina, lakini nikang'ang'ania na Yesu. Kwa hiyo ninapenda nikwambie kwamba Yesu yuko pale pale, habadiliki, hatabadilika, na ataendelea kuwa Bwana katika maisha yako ya kila siku, elimradi tu unaendelea kumuishia. Injili katika kitabu cha Yohana 3:16 inasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo nakukaribisha kwa Yesu. Kwa yeye ambaye hujampokea Bwana Yesu mwanafunzi, ninakukaribisha kwa Yesu kwamba Yesu anaokoa. Atakuokoa na atakusaidia hata katika masomo yako. Usikatishwe tamaa. Endelea kumpenda Yesu hata katika mazingira magumu. Yesu wala hata kuacha. Wala usidanganywe kwamba ukimwamini Yesu hautakuwa na maisha mazuri, hautakuwa na furaha, utakuwa ni mtu wa kuzubazubaa tu, mtu unaonekana uliyekata tamaa, wanatupa majina ya ajabu ajabu. Lakini Yesu anafaa, na kwa Yesu kuna uzima, na kwa Yesu kuna tumaini, na kwa Yesu kuna uponyaji. Tulikuwa tunasoma shule, tunasoma shule kwenye state ambayo kuna wachawi, kuna vitu vya ajabu, lakini Mungu alikuwa anatutetea. Saa nyingine watu wanakuja kukuloga huko shuleni, wanakuja kufanyia uchawi. Wakija kukuona uliko hawaoni kitu, wanaona moto unatembea. Wakija nyumbani kwenu kukuloga, wanakuta nyumba haipo, ni bwawa wanaona. Mwisho wanaishia kukuita mchawi. Wamekuja kukuloga usiku, wanafika nyumbani kwenu hawaoni nyumba, wanaona bwawa. Au wanafika nyumbani kwenu wanaona ni moto tu unawaka, hakuna mtu wala hakuna nyumba. Bwana anawapiga upofu. Kwa sababu nini? Yesu anawafunika watoto wake. Yesu anawalinda katika mazingira aina yote. Kwa hiyo usiogope wala usitishwe kwamba ukikata shauri kumpokea Yesu maisha yako hayatakuwa mazuri. Mungu akubariki kwa usikivu. Na napenda tu nikwambie kwamba mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hata wewe ambaye ni mtu mzima huko chuo, bado unahitaji kumpokea Yesu. Yesu hana mipaka wala hana ubaguzi. Anaita watu wa rika zote. Njooni nyote mnaolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Tena inasema katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo kwa Yesu jamani kuna tumaini, kwa Yesu kuna uzima. Njooni mumpokee Bwana Yesu. Mimi ninasikia raha sana kuwaeleza watu habari za Yesu, kuwaeleza watu wokovu wa Yesu. Uzima wa kweli na amani ya kweli vinapatikana kwa Yesu. Uponyaji wa kweli na amani ya kweli vinapatikana kwa Yesu. Siku hizi watu wanakatishwa tamaa na mambo mengi, lakini nakwambia tumaini liko kwa Yesu. Njoo mpokee Yesu baba, njoo mpokee Yesu mama, njoo mpokee Yesu binti. Yesu anaokoa. Yesu anaponya na anaita kwa upole, njooni wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu hachagui kabila, hachagui lugha wala rangi ya mtu. Yesu anakuita kama ulivyo. Njoo umpokee Bwana Yesu. Achana na roho ya uoga ya kwamba siwezi nikaokoka, bado mimi mdogo, nataka kujirusha, nataka kula maisha, nitaokoka nikiwa mzee. Unaijua kesho? Pengine leo ndio Mungu amekupa neema ya kusikiza hii Injili. Pengine kesho sio yako. Kwa hiyo njoo, saa iliyokubalika ni sasa, na saa ya wokovu ndio sasa. Yesu anaita, njoo kwangu. Njoo kwangu, njooni nyote mnaolemewa na mizigo. Maisha yetu ni kama upepo, ni kama miti inavyopitisha majani. Upepo ukienda huku miti inayumba, Na maisha yetu kadhalika yako hivyo, yanayumba yumba, lakini Bwana Yesu akikuokoa ataweka maisha yakae katika mwelekeo unaoloweka na katika misimamo inaloweka. Pumzi tulizo nazo ni Mungu ametupa. Mungu akiamua kuminya pumzi, wewe hautakuwa hai. Kwa hiyo ninaomba kwamba umpokee Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Ili leo, hata kama leo unaondoka, bahati ikitokea kwamba umepumzika, maisha yako ya mwili yamekwisha, umekufa, unaingia mbinguni kwa sababu umempokea Yesu. Baada ya kufa hakuna toba.
Baada ya kufa hakuna toba. Ukishakufa bila kuokolewa, umekufa katika dhambi, unasubiri hukumu ya mwisho, hakuna toba. Kwa hiyo nafasi iliyokubaliwa ni sasa, na saa ya wokovu ni sasa. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Alikuwa anaokoa miaka ile tukiwa sekondari na shule za msingi, anaokoa maisha ya college, anaokoa tukiwa katika familia zetu, katika ndoa ama katika single life, bado Mungu anaokoa. Kwa hiyo tusidanganyane kwamba wokovu haupo. Wokovu upo. Mimi niko ndani ya Yesu, nimeokoka, naendelea mbele na naendelea kumcha Yesu, naendelea kumhubiria Yesu yule yule ambaye nilikuwa namsema nikiwa katika shule ya sekondari. Sijamwacha na Yesu hajabadilika na wala hata badilika. Kwa hiyo ninatoa wito kwa kila mtu anayenisikiliza, njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu mwenye magonjwa. Yesu anaponya magonjwa ya kila namna. Hakuna ugonjwa ambao kwa Yesu hautaponywa. Hakuna shida ambayo kwa Yesu haitatatuka. Kwa Yesu liko tumaini. Mimi napenda sana kumwambia mtu yoyote ule habari za Yesu. Watu wanadanganyana kwamba Yerusalemu yetu ni hapa. Yaani hapa nikifa Mungu atanipa mwili mwingine alafu nitakaa hapa nitajitokezea katika generation nyingine. Kuna imani ambayo wanafundishana kwamba ukifa Mungu analibuild up mwili wako again alafu unatokezea katika generation nyingine katika nchi nyingine. Yaani unaliproduct, unaendelea. Si kweli, si kweli. Ukweli uko hapa. Biblia anasema baada ya kufa hakuna toba. Ukifa ndio imetoka. Kwa hiyo ni lazima umwamini Yesu kwamba anaweza akayabadilisha maisha yako, ili siku moja Bwana Yesu akija tunyakuliwe wote katika unyakuo wa mwisho. Ama kama utakufa kabla Yesu hajaja, basi parapanda itakapolia, watu walioko makabunini watakapofufuka, ufufuke katika Bwana. Sio ufufuke ukielekea jehanamu, no. Ufufuke katika Bwana ukaishi paradiso milele. Na usimpokee Yesu tu kwa kuogopa kwenda jehanamu. Mpokee Yesu kwa sababu atayarahisisha maisha yako ya kila siku pia. Yeye anatupenda, anapenda tuishi maisha mazuri, matakatifu, yenye furaha. Furaha ya kweli inapatikana kwa Yesu. Asante kwa usikivu wako. Naomba niombe na ule mtu anataka kumpokea Yesu sasa hivi. Baba, katika jina la Yesu, naomba kwa ajili ya huyu mama ambaye anasikia kumpokea Yesu, na huyu baba, na huyu kijana, na huyu mtoto Bwana. Katika jina la Yesu, amen. Sasa naomba unifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Ninaomba unipokee na uniandike jina langu katika kitabu cha uzima. Naomba unisamee dhambi zangu zote. Kuanzia leo ninakupokea. Katika jina la Yesu, amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kwa ajili ya watu ambao leo wameamua kukupokea na kukupa maisha yao. Bwana, wamekubali kuyaacha maisha ya nyuma na kukulia wokovu. Naomba Mungu ukawasaidie wakakue kwa maisha ya kiokovu, ili siku moja Mungu tukakutane mbinguni. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Na katika wale watu ambao walikuwa wameokoka alafu wakarudi nyuma, wanataka kurudisha maisha yao kwa Yesu, sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Ninaomba unipokee, unisamee. Uniandike jina langu katika kitabu cha uzima. Ninaomba unisamee pale ambapo nilikukosea Mungu. Ninaomba unisamee, ninatubu. Unitakase Bwana. Ufute dhambi zangu na uniandike jina langu katika kitabu cha uzima. Ninaomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amen. Baba mtakatifu, ninaomba kwa ajili ya ndugu huyu ambaye leo ameamua kurudisha maisha yake kwako. Bwana, katika jina la Yesu ninaomba ukayafanye maisha yake upya Bwana. Ukamrinde na kila upinzani wa kutoka kwa ibilisi. Kila roho ambayo inaweza kuwa ikimfuatilia isiweze kuzaa matunda. Bali Mungu, ulinzi wako na malaika zako waweke kituo wakifanya zamu katika kumlinda. Asante Yesu kwa sababu wewe utaendelea kujitukuza na utaendelea kumpigania Bwana. Maana Mungu unayaweza mambo yote. Bwana, utaendelea kumfunika huyu mama na baba huyu na kijana huyu na mtoto huyu. Waendelee kukulia wokovu Bwana. Katika jina la Yesu Kristo lipitalo majina yote ninaomba na kushukuru. Amen. Basi napenda niwaambie kwamba nina kipindi changu katika Facebook kinaitwa Stella Mwagama Ministry. Unaweza ukaingia huko ukakuta mafundisho yote ambayo unafundisha yapo hapo, na pia ukiingia katika YouTube katika Stella Mwagama Ministry utakuta mafundisho hapo. Mungu atazungumza na wewe kwa namna yoyote ile ambayo amekusudia kuzungumza na wewe. Na pia share na rafiki yako ambaye anaweza akawa na access ya computer ama cell phone zenye internet akaweza kusikiliza maneno ya Mungu. Ninarusha vipindi vyangu vya gospel ama vya injili ya Yesu kupitia mitandao ya internet, WhatsApp na YouTube.
na Facebook. Kwa hiyo ninaomba yote yule mwenye hizo access akaweza kuyapata hayo mafundisho huko, mpaka tutakapoweza kuonana katika wakati halisi, tunaweza tukaelezana habari za Yesu na mambo mengine zaidi Mungu ambayo atayafunua kwa wakati huo. Mungu awabariki, ninawapenda, naamini kwamba mtaendelea kukulia wokovu. Wale ambao wameamua kukata shauri leo kumpokea Yesu, tafuta kanisa ambalo litakusaidia kukulia wokovu. Tafuta marafiki ambao katika kuhang nao utajifunza mambo ya Yesu na utajifunza kukulia wokovu. Mungu awabariki, ninawapenda, muwe na Alhamisi njema.